Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekamilisha tathmini ya athari zilizojitokeza kwa miradi ambayo ilikuwa ikipata ufadhili kupitia serikali ya Marekani. Maeneo yaliyoathirika kwa kiasi kikubwa yapo ikiwemo pamoja na sekta ya afya. Aidha, miradi mikubwa iliyokuwa ikigharimiwa kupitia mashirikiano hayo imetengewa bajeti kupitia fedha za ndani. Serikali inaendelea na tathmini kwa maeneo mengine yanayoweza kuathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na mabadiliko ya sera hizo za nje katika masuala ya fedha, kwa kuangalia washirika wengine wa maendeleo ambao serikali ya Marekani ilikuwa ikitoa mchango wao. Mheshimiwa Neema Kicheke Lugangira. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu ya serikali, naomba tu kwa ufupi sana nieleze hii miradi ambayo ilikuwa inafadhiliwa na serikali ya Marekani kupitia USAID ni zaidi ya trilioni 2, lakini tukiacha serikali ya Marekani, pia serikali ya Ufaransa imetangaza kupunguza misaada, serikali ya Sweden, Finland, Canada, Belgium, Netherlands pamoja na EU. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia mabadiliko haya, ni dhahiri kwamba ni zaidi ya sekta ya afya ambayo inaweza ikaathirika, sekta ya elimu, tehama, kilimo, mifugo na kadhalika. Kwa hiyo na maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia sasa hivi tuko kwenye budget, je, serikali haioni iko haja ya kufanya tathmini na ya kuondoa non-essential costs ili tuweze kuokoa fedha na fedha hizo zikaelekezwa kufidia hizi gap? Swali la pili, wiki ijayo natambua Mheshimiwa Waziri ambaye ni mbobezi kabisa katika uchumi unakwenda Marekani katika mkutano wa Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani. Je, serikali haioni iko haja ya kunegotiate na Benki ya Dunia na IMF ili ile fedha ambayo tunalipa kwenye mikopo, badala ya kulipa principal na interest, tulipe tu principal amount, ile interest amount iwe frozen ili fedha hizo zielekezwe kwenye kufidia gap ya hii athari ambayo imejitokeza? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa majibu yake, na ningekuwa natokea na mimi Kagera ningesema in fact yuko current sana. Ni mambo ya sasa anayoyaongelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli tumefanya tathmini hiyo na katika tathmini hiyo tayari tumeshaanza kufanyia kazi, na mapendekezo haya aliyoyatoa ya kuangalia namna ya kufanya restructuring ya matumizi ili kuweza kukava fedha hizo ambazo zinahitajika, ni jambo ambalo tumeliweka kwenye mkakati kama serikali na tayari tumeanza utekelezaji wake. Kwa hiyo ni jambo ambalo tutaendelea kulifanyia kazi, kama ambavyo serikali tayari iliunda timu ambayo ilikuwa chini ya ofisi ya Waziri Mkuu kupitia sekta zote, na hii ambayo tumeisite ni ile ambayo ilionekana kwamba kuna eneo linahitaji kuchukua hatua za haraka kwa sababu ni afya. Na kuhusu wazo la pili la kujadiliana na taasisi ambazo tuna madeni nazo ama tulipe principal peke yake, ni wazo zuri, tumelipokea na hilo, na tunaendelea kufanyia kazi taratibu ambazo zinafanyika kwenye masuala haya ya mikopo ili kuweza kunufaika na hilo. Utakumbuka nchi yetu iliwahi kunufaika wakati ule kwenye mpango wa HIPIC, lakini hata baada ya hapo kuna taratibu ambazo tunaendelea nazo zikiwepo za debt swap pamoja na maeneo mengine. Kwa hiyo na hili na lenyewe, Mheshimiwa Bunge, ni kuhakikishie kwamba serikali itafanyia kazi utaratibu huo. Asante.